أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Taala ne Saidi sana anasema Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu, lakini kabla ya kumuumba yeye aliumba neema kwa ajili ya faida yake zisizohesabika. Fadhili hii ya Mwenyezi Mungu na huruma hii kwa wanadamu kwa yakini inamtaka mja huyo kwamba awe mwenye kumshukuru yeye. Kila nabii aliwasihi waumini wake kwamba wajitahidi kuwa waja wa Mwenyezi Mungu wenye kutoa shukurani, na mfano wa hali ya juu kabisa wa kutoa shukurani ulioneshwa na kiongozi wetu mpendwa Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yeye alionesha shukurani kwa Allah kwa kupitia matendo yake yote. Kwa kuona hali hii ya kumlilia Allah na maombi na namna alivyokuwa akiinama mbele ya Allah kwa unyenyekevu, alipoulizwa kwamba Mwenyezi Mungu amekuahidi ahadi za mafanikio ya kila namna na pia anaendelea kukujalia mafanikio, sasa kilio hii ina maana gani? Mtume alisema kwamba Allah amenijalia neema hizi, sasa je, nisiwe mwenye kutoa shukurani? Je, nisimshukuru kwa kuinama mbele yake kwa unyenyekevu? Katika kila wakati alipoonyesha mifano ya kimatendo ya kutoa shukurani, wakati huo huo aliusihi umati wake pia nasaha ya kutoa shukurani, na akawafundisha njia zake, akawafundisha dua za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Leo nitazungumzia nasaha, mifano, maombi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya moja inapatikana Hazrat Anas anasimulia ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema, imani ina sehemu mbili, nusu ni subira na nusu ni shukurani. Kiasili subira pia inaangazia kipengele cha shukurani. Hivyo tukiona uhakika ndio huu ya kwamba imani kamili inapatikana kwa kumshukuru Allah. Hazrat Suhaib anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, swala la muumini ni la ajabu na ni kheri kabisa, na hali hiyo haipatikani kwa mtu yeyote isipokuwa muumini tu. Akipata furaha anamshukuru Allah na humo kuna kheri kwake, na akipata uchungu anasubiri na hiyo pia ni kheri kwa ajili yake. Ni kheri kwani Mwenyezi Mungu anasema, inna allaha maa sabirin, bila shaka Allah yu pamoja na wanaosubiri. Na kisha alisema wabashiri sabirin, na uwapashe habari njema wanaosubiri.
basi mtu ambaye allah awe pamoja na awe anampasha habari njema, kwa ajili yake jambo hili ni kheri tu. Subira hii ya kweli inaweza kupatikana mtu anapotoa shukurani juu ya neema za mwenyezi mungu. Basi kila neno la mtume salallahu alaihi wasallam linakuwa na hazina za hekima. hata abu huraira anasimulia ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema, mtu asiye washukuru watu hamshukuru allah. Pamoja na kumshukuru mwenyezi mungu, alisema ya kwamba tuwashukuru wanadamu vile vile, na hisia hizi za kutoa shukurani zikipatikana, basi jamii itaonyesha manzari nzuri, na ndiyo jamii ya kweli ya kiislam ambayo ilikuwa lengo la mtume salallahu alaihi wasallam. katika riwaya moja inapatikana, numan bin bashir anasimulia ya kwamba nabii salallahu alaihi wasallam alipanda jukwani na alisema, mtu asiye shukuru juu ya kitu kidogo hatoi shukurani juu ya kingi, na mtu asiye washukuru watu hamshukuru allah pia. kuzungumzia neema za allah pia ni aina moja ya kutoa shukurani, na kuto kuzungumza ni kuto kutoa shukurani. na alisema kwamba jumuiya ni rehma na mfarakano ni azabu. mubaki katika jamaat, muwe waja wa mungu wenye kutoa shukurani, muishi kwa pamoja, hapo ndipo mtajaaliwa sehemu kutoka neema za allah. na mkifarakana, mioyo yenu ikiwa na utengano, hapo hamwezi kuwa warisi wa fadhili za mwenyezi mungu. ameeleza mafundisho ya kutoa shukurani kwa undani sana. kuhusu hiyo kuna riwaya moja, hat anas anasimulia ya kwamba mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam alikuwa akikutana na mtu mmoja na kumuuliza ana hali gani. alikuwa akisema kwamba si jambo, na mimi namhimidia mwenyezi mungu. hapo mtume alikuwa anasema kwamba mwenyezi mungu akuweke salama. safari moja mtume salallahu alaihi wasallam alikutana naye, akamuuliza kuhusu hali yake. akajibu kwamba nikimshukuru allah basi ni si jambo. nabi karim akakaa kimya salallahu alaihi wasallam. mtu huyo akasema kwamba ewe nabii wa allah, ulikuwa ukiniuliza na mimi nikikujibu, ulikuwa unaniombea dua nilipokuwa nasema kwamba namhimidia allah, na wewe ulikuwa unaniombea kwamba mungu akuweke salama, lakini leo umekaa kimya. huzur salallahu alaihi wasallam alisema, nilipokuwa na kuuliza na ulikuwa unasema kwamba si jambo, na mimi namhimidia allah, mimi nilikuwa na kuombea kwamba mungu akuweke salama, akujalie neema zake zaidi na zaidi, lakini leo umesema kwamba kama nikimshukuru, kana kwamba umekumbwa na mashaka kwamba nikimshukuru allah basi hapo ni sawa, alhamdulillah. la sivyo hali yangu si nzuri sana hadi niseme kwamba si jambo. hivyo mtume alisema kwamba nimekaa kimya. kwa wewe umepata mashaka juu ya mungu na umejenga zana mbaya kuhusu allah. mtume alikuwa havumilii hata kidogo kwamba mtu fulani apate mawazo mabaya kuhusu swala la kumshukuru allah. hatusama bin zaid anasimulia ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema, mtu aliyetendewa wema na huyo akamwambia mwenye kutenda wema kwamba jazakallah khair, mwenyezi mungu akujalie malipo mema, yeye akatimiza haki ya kumhimidia allah. hata abu huraira anasimulia mtume salallahu alaihi wasallam alisema, mwenyezi mungu anapotaka kuijalia kaumu fulani kheri na baraka, anazidisha umri wao na anawajalia taufiki ya kutoa shukurani. basi kwa ajili ya maendeleo ya kikaumu kutoa shukurani ni muhimu. kwa ajili ya maendeleo ya jamaat pia maendeleo ya mtu moja moja ni muhimu, kwamba mtu amshukuru mungu.
na kumshukuru allah na kuwashukuru waja wake na kutoa shukurani kwa kila mtu ambaye mtu anapata faida ni muhimu sana, na ndiyo sababu ya kuleta umoja katika kaumu. Kisha kwa ajili ya kutuwezesha kutambua na kuelewa maana sahihi ya kutoa shukurani, alitusihi katika riwaya moja inapatikana hivi: hat aisha raziallahu anha anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mara nyingi alikuwa ananiambia kwamba shairi yako imekwaje, yaani nisimulie shairi. hata aisha alikuwa amehifadhi shairi na alikuwa anasoma mbele ya mtume. Nikasema kwamba ni shairi gani? Ziko nyingi ambazo nazikumbuka. Mtume alikuwa anasema kwamba nisomee shairi kuhusu shukurani. Nilikuwa nasema kwamba wazazi wangu wajitolee kwako. Mshairi anasema, uwe msaidizi wa mzaifu huyu ambaye udhaifu wake hauwezi kukupa malipo. Siku moja utaona kwamba matokeo yake yatadhihiri. Yani musiwe wasaidizi ili kupata malipo, bali mumsaidie mtu asiyeweza kutoa kitu chochote, na ndipo mtaona natija zake zikitokea. Mshairi anasema, kisha mzaifu huyo siku moja atakupa malipo ya msaada wako au atakusifu. Na mtu juu ya hisani uliofanya kama anakusifu, basi yeye kana kwamba amelipa malipo ya hisani hii. Akisema alhamdulillah au shukurani, hapo ujue kwamba amelipa malipo yake. Kisha katika shairi hiyo anasema kwamba ukinuia kumtendea kwa wema mheshimiwa fulani, basi hutaikuta kamba yake kuwa dhaifu au imechakaa. Ukimtendea kwa wema, sio maana kwamba wewe umeshika kamba iliyo dhaifu, bali ile ni kamba madhubuti. Mungu atakujalia ujira wake na malipo yake. Aisha anasema, niliposimulia shairi hizi, mtume alisema kwamba Aisha, hiyo ni sawa kabisa. Jibraili aliniambia ya kwamba siku ya kiama mwenyezi mungu atawafufua wanadamu na atamuuliza mja wake mmoja kwamba mja wangu fulani alifanya hisani juu yako, je, ulimshukuru yeye? Mtu huyo atasema kwamba ewe mola wangu, nilikuwa najua kwamba hisani hii ni kutoka kwako, hivyo mimi nilikuwa nimekushukuru wewe, sikumshukuru mtu huyo. Hapo allah atasema kwamba kama hukumshukuru yeye ambaye kwa kumpitia kwake nilikuwa nimefanya hisani juu yako, na maana hukunishukuru vile vile. Ni nasaha nzuri sana ili kutengeneza jamii nzuri. Kisha akitufundisha dua ya kutoa shukurani, anasema abdullah bin wanam biazi anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu aliyeamka asubuhi na akaomba dua hii akisema kwamba e allah, neema yoyote niliyojaaliwa asubuhi imetoka kwako, wewe ni mmoja usiye na mshirika, basi sifa zote njema zinakuhusu wewe na shukurani pia ni kwa ajili yako. Yeye siku ile alitimiza haki ya kutoa shukurani, na anapoingia katika muda wa jioni na anasema maneno hayo, yeye ametimiza haki ya shukurani ya usiku wake. Katika riwaya nyingine, hat Muaz bin Jabal anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alishika mkono wake na alisema kwamba e Muaz, wallahi kwa yakini ninakupenda sana. Kisha alisema kwamba e Muaz, nakusihi kwamba baada ya kila swala usisahau kuomba dua hii kwamba allahumma aini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. e mola wangu, unisaidie ni kukumbuke na ni kushukuru na ni kuabudu vizuri. Kisha kuna riwaya nyingine, abu ali bin shakhir anasimulia mtu mmoja
mtu mmoja amesimulia riwaya ya mtu mmoja wa banu hanzala anasema mimi nilikuwa safarini pamoja na shaddad bin aus yeye alisema kwamba je nisikufundishe dua ambayo mtume alikuwa ametufundisha kusema e allah na kuomba uimara katika kila kazi na nakuomba uimara wa imani na nakuomba taufiki ya kutoa shukurani juu ya neema zako na uzuri wa ibada yako na nakuomba ulimi wa kusema ukweli na nakuomba uhifadhi wako kutoka shari unayojua na nakuomba kutoka kheri ambayo unajua wewe na kuomba msamaha na kuomba maghufira kutoka yale unayoyajua yani kutoka kwa mungu na pia kutoka kila shari ya dunia kitu chochote ambacho kinaweza kumnufaisha mwanadamu bila shaka wewe ni mjuzi wa mambo ya ghaibu yani allah ndiye anayejua kwamba nani anaweza kunifaidisha nani hawezi kunifaidisha hivyo aliomba dua akisema kwamba e allah nijalie fadhili yako na kila kitu ambacho ni kwa ajili ya faida yangu wewe uweke kheri kwa ajili yangu kisha siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha dua hii hata abu said anasimulia ya kwamba mtu mmoja alisema ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam ni dua gani iliyo bora kabisa ambayo ni iombe katika sala mtume saa salam alisema kwamba sema allahumma laka lhamdu kulluhu walaka shukru kulluhu walaka lmulku kulluhu walaka lkhalqu kulluhu wa ilaika yarjiu lamru kulluhu nasaluka min alkhairi wa nauzu bika min alshari kulle e allah sifa zote njema zina kuhusu wewe na shukurani ni kwa ajili yako na ufalme ni wako na viumbe wote ni viumbe wako na tunaelekea kwako kwenye maswala yote sisi tunakuomba kheri ya kila namna na tunaomba uhifadhi wako katika shari ya kila aina kuna dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam inayopatikana katika riwayat ibni abbas anasimulia nabi sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba hivi katika dua yake tafsiri yake ni hivi kwamba e mola wangu unisaidie na usimsaidie yeyote zidi yangu na ni auni na usimauni yeyote zidi yangu na nifanye hila na usifanye hila zidi yangu na niongoze na nirahisishie mwongozo wangu na nisaidie zidi ya yule aliye ni dhulumu ila unifanye niwe mwenye kushukuru na kukukumbuka unifanye niwe mwenye kukuogopa na kukutii na mwenye kuinama mbele yako e mola wangu kubali toba yangu na ondoa makosa yangu na pokea dua yangu na imarisha hoja yangu na uongoze moyo wangu na unioshe ulimi wangu na uondolee kinyongo moyoni mwangu sasa kifua chake kilikuwa kimetukuka na safi alikuwa ameinama mbele ya allah dua hii alikuwa anafanya kwa hakika dua hii alitufundisha sisi akisema kwamba waumini wangu kila mmoja wao afanye dua hii ili kuweka moyo wake safi na anapaswa kuomba fadhili ya allah tabu huraira anasema kuna dua ambayo nimejifunza kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mimi siiachi dua ndiyo hii kwamba tafsiri yake ni kwamba e allah nijalie niweze kukushukuru kwa uwingi na nikukumbuke sana na nitii nasaha yako na nikumbuke amri zako zote dua hii mtu akiomba kila siku kisha hatapata mawazo mabaya kichwani mwake mtu hatatenda maovu bali atafanya yale ambayo mungu ametoa amri ya kufanya hata abu huraira anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mtu akimwona mtu mwenzake kwamba amekumbwa na majaribio na akiomba dua hii yeye ametimiza haki ya shukurani ya neema
dua yenyewe ni kwamba sifa zote njema zinamhusu allah aliyenisalimisha katika majaribio haya ambayo kwayo amekujaribu na amenitanguliza juu yako na juu ya viumbe wote. kwa kumwona mtu akiwa na shida mtu aombe dua kwamba mimi namshukuru allah ambaye ameniokoa katika matatizo haya. hat aisha anasema mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alipokuwa akiona kitu alichokuwa napenda alikuwa anasema kwamba alhamdulillahi lazi benematihi tatimu salihat, sifa zote njema ni za mwenyezi mungu ambaye kwa neema yake hutimia matendo mema. na akiona kitu asichokipenda alikuwa anasema kwamba alhamdulillah ala kulli hal, katika hali hii sifa zote njema ni za mwenyezi mungu. hat anas anasimulia kwamba sisi tulikuwa pamoja na mtume salallahu alaihi wasallam mvua ilianza kunyesha. msimuliaji anasema kwamba mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam aliondoa kitambaa kutoka kichwa chake hadi mvua ikanyesha juu ya kichwa chake. tukasema mtume wala kwani ukafanya hivyo? mtume alisema kwamba kwa kuwa mvua hii imetoka kutoka kwa mwenyezi mungu, hivyo kama kutoa shukurani nimepokea matone yake. hata buhrara anasimulia kwamba mtume salallahu alaihi wasallam na maswahaba zake mvua ilipokuwa ikinyesha walikuwa wanaondoa kitambaa kutoka vichwa vyao, na mtume alikuwa anasema kwamba neema hii imetoka kutoka kwa mungu wetu mwenye heshima na jalali na ina baraka. mtume saa salam alikuwa anamshukuru mwenyezi mungu katika muda wote, hata kiswahili katika mambo madogo madogo pia alikuwa anamshukuru mwenyezi mungu. hivyo hat malik anasimulia kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alipokuwa anatoka nje kutoka msalani alikuwa anaomba dua hii, alhamdulillahi lazi azhaba anil aza wa afani. sifa zote njema zinamhusu mwenyezi mungu aliyeniondolea uzia na kunipa afya. hazaid bin khalid juhni anasimulia kwamba anasema mtume salallahu alaihi wasallam alitusalisha sala ya asubuhi katika maeneo ya hudabia. mtume alipohitimisha swala akaelekea kwa watu na alisema kwamba je, mnajua kwamba mola wenu azza wajal amesema nini? watu walisema mungu na mtume wake wanajua vizuri. mtume alisema kwamba mwenyezi mungu amesema kwamba katika waja wangu leo asubuhi wapo baadhi ambao ni wenye kuniamini na wengine ni wenye kunikataa. mtu aliyesema kwamba mvua hii imenyesha kwa kupitia fadhili ya allah na rehema yake, huyu ni muumini wangu na ni kafiri wa nyota. na aliyesema kwamba mvua hii imenyesha kwa sababu ya nyota fulani na fulani, huyu ni kafiri yangu na ni muumini wa nyota, haniamini mimi bali ni mwenye kufanya ibada ya nyota. hivyo kiwango halisi cha kutoa shukrani ni hicho kwamba mtu amhimidie mwenyezi mungu juu ya mambo yote na amshukuru mwenyezi mungu. kwa kuwa wakati ule watu walikuwa hawakupata malezi na kulikuwa na athari ya tamaduni za zamani na dini yao ya zamani, hivyo walikuwa wakisema na kutaja majina ya nyota. mtume saa salam aliwaonyesha na kuwaambia uhakika wa kutoa shukurani na kuwalea. kuna riwaya nyingine jafir bin muhammad anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba mtume saa salam akiona kio alikuwa anasema kwamba sifa zote njema ni za mwenyezi mungu aliyeniumba na akatengeneza umbo sura yangu nzuri na hulka zangu vile vile, na akavifanya vitu kuwa vizuri ambavyo kwa vingine vinaonekana kuwa na aibu. abu said anasimulia kwamba nabii karim alipokuwa akila kitu fulani au kunywa kitu fulani alikuwa anamshukuru mwenyezi mungu akisema alhamdulillahi lazi atamana wasaqana wajaalana muslimin. sifa zote njema ni za mwenyezi mungu aliyetulisha na akatunywesha na akatufanya kuwa waislamu. abu umama anasimulia kwamba hii ilikuwa ni kawaida ya mtume salallahu alaihi wasallam kwamba akimaliza kula, na safari moja abu umama alisema kwamba
mtume saa salam alipokuwa anahitimisha chakula chake alikuwa anasema kwamba alhamdulillahi lazi kafana wa arwana ghaira makhfiyin wala makfuf. Tunamshukuru mwenyezi mungu ambaye ametujalia mengi na ametulisha mpaka tukashiba, na shukrani hiyo siyo shukrani ambayo iishie hapo. Na saa nyingine alikuwa anasema kwamba sifa zote njema ni za mwenyezi mungu, ewe mungu wetu. Shukrani hii siyo shukrani ambayo iishie hapo hapo kwenye chakula, na shukrani hiyo si shukrani ambayo sisi tusipate haja yake baadaye. Ewe mola wetu, yani akitusihi kuhusu kutoa shukrani, ameeleza katika riwaya moja. Sahal bin muaz bin anas anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu aliyekula chakula kisha akaomba dua hii kwamba alhamdulillahi lazi atamani haza taama warazakani min ghairi haulin minni wala quwa. Sifa zote njema ni za mwenyezi mungu ambaye amenilisha na amenilisha bila nguvu na uwezo wangu, na amenijalia hayo bila nguvu na uwezo wangu. Mazambi yake aliyofanya na atakayofanya baadaye yanasamehewa. Na kisha alisema kwamba mtu aliyevaa mavazi kisha akaomba dua hii kwamba sifa zote njema za mwenyezi mungu aliyenivisha mavazi haya na amenijalia mavazi haya bila nguvu na uwezo wangu, mazambi yake yote yatasamehewa. hata Abu Huraira anasimulia kwamba watu wakipata matunda walikuwa wanaleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokea na alikuwa anafanya dua hii kwamba e Allah, utie baraka katika matunda yetu na utie baraka katika mji wetu na utie baraka kwenye saa yani mizani yetu na utie baraka katika madhi yetu ambayo pia ni aina fulani ya mizani ya kupima. Ewe Allah, kwa yakini Ibrahim alikuwa mja wako, rafiki yako na nabii wako, na mimi ni mja wako na nabii wako, na ye alikuwa amefanya dua kwa ajili ya Makka na mimi na kuomba dua kwa ajili ya Madina kama Ibrahim alifanya dua kwa ajili ya Makka. Msimuliaji anasema kwamba kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamwita mtoto mdogo na alikuwa anampatia tunda lile, yani alikuwa anawapa watoto matunda. hata Huzaifa anasimulia kwamba nabii saa salam alipokuwa analala kwenye kitanda chake alikuwa anaweka mkono juu ya chini ya shavu lake na alikuwa anaomba dua hii, allahumma bismika amutu wahia, e Allah, mimi na lala kwa jina lako na pia naamka kwa jina lako. na alipokuwa anafanya dua, alhamdulillahi lazi ahyana baadama amatana wa ilaihi nushur. Sifa zote njema ni za mwenyezi mungu ambaye ametuhuisha baada ya sisi kutufisha na kurejea ni kwake. Katika riwaya nyingine dua ya kuamka imeelezwa hivi kwamba alipokuwa anaamka alikuwa anasema kwamba sifa zote njema ni za mwenyezi mungu ambaye amenihuisha baada ya yeye kunifisha na kurejea ni kwake. Amr bin Shuaib anasimulia kutoka kwa baba yake na yeye anasimulia kutoka kwa babu yake. Walisema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kwa yakini mungu anapenda kwamba athari za neema zizihiri kwa waja wake. hiyo pia ni aina fulani ya kutoa shukurani kwamba neema ambazo mungu amemjalia mwanadamu zionekane, zizuhiri kwenye tabia yake. Katika riwaya moja imeelezwa hivi, Abul Ahwas anasimulia kutoka kwa baba yake. Ye alisema kwamba mimi nilihudhuria kwa mtume saa salam, nilikuwa nimevaa mavazi yaliyochakaa. Mtume aliniuliza kwamba je, una mali? Nilisema kwamba ndio. Mtume alisema kwamba una mali ya aina gani? Wewe ni mtu tajiri, una mali ya aina gani? Alisema kwamba mwenyezi mungu amenijalia ngamia, pia amenijalia mbuzi, makondo na farasi, hata amenijalia watumwa, nina mali nyingi. Mtume alisema kwamba kwa kuwa mungu amekujalia mali, basi athari ya neema hizi zionekane kwenye tabia yako
na kudhihirisha shukurani ndiyo hii kwamba wewe uvae mavazi mazuri na udhihirishe neema za mwenyezi mungu zilizo juu yako. jabir bin abdullah anasimulia kwamba sisi tulikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimwona mtu mmoja ambaye nywele zake zilikuwa zimesambaratika, alikuwa hakutumia kitana. Mtume alisema kwamba je, yeye hapati kitu chochote ambacho aweze kukitumia kwa ajili ya nywele zake? Aliwauliza wenzake kwamba kwa nini haoshi nywele zake na hatumii kitana. Aliona mtu mwingine alikuwa amevaa mavazi machafu. Mtume alisema kwamba je, hapati maji kwamba aende kuosha nguo zake? Maji yapo, hivyo nenda ukaoshe nguo zako na umshukuru mwenyezi mungu. Usafi unadhihirisha kipengele cha utakaso. Wakati huo huo kuna kipengele cha kutoa shukurani, yani mtu anapaswa kumshukuru mungu, asiwe na maumbile hadi watu waseme kwamba ye ana hali gani. Katika riwaya nyingine imeelezwa, abdullah bin masud amesimulia riwaya hii kutoka kwa nabii saa salam. Alisema kwamba mtu huyu hata ingia peponi ambaye moyoni mwake kuna kibri. mtu mmoja alisema kwamba mtu anapenda kwamba mavazi yake yawe mazuri, viatu vyake viwe vizuri. mtume alisema kwamba mwenyezi mungu ni mzuri, anapenda uzuri. mwenyezi mungu ni mzuri na mwenyezi mungu anapenda uzuri, hakuna shaka ndani yake. kibri ni hiki kwamba mtu ajione kuwa mkubwa na kisha akatae haki na awachukulie wengine kuwa wazalili, yani kukutaa jambo la kweli na kuwatendea wengine kwa kibri ni kibri. Lakini kama mtu anavaa mavazi mazuri na anawatendea wengine kwa unyenyekevu, hiyo sio kibri. hata Abu Said Khudri anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anavaa mavazi mapya, yani alikuwa anataja jina lake, iwe kanzu au kilemba, na alikuwa anaomba dua hii: e allah, sifa zote njema ni zako, wewe umenivisha mimi na kuomba kheri na kheri ambayo kwa ajili yake hiyo imetengenezwa, na mimi naomba uhifadhi wako kutoka shari yake. hata Aisha anasimulia kwamba mtume sasa alisema, mwenyezi mungu akimjalia mja wake neema na huyu ajue kwamba hiyo imetoka kutoka kwa allah, basi kwa ajili yake shukrani ya neema inaandikwa. na mungu akijua majuto ya mja wake juu ya dhambi fulani, huyu anasamehewa kabla ya yeye kumomba mungu maghufira. na mtu mmoja ananunua mavazi kutoka kwa dinari na anavaa na anahimidia mungu, mavazi yake hayafiki hadi magoti yake, hadi huyu anasamehewa, yani mwenye kutoa shukurani anasamehewa. Salim ameeleza riwaya moja kutoka abdullah bin umar. alisema kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anarejea kutoka vita, alikuwa anasema, alipokuwa anafika kwenye pango fulani au medani, alikuwa anatamka allahu akbar mara 3, kisha alikuwa anasema kwamba la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna taibuna amiduna sajiduna min rabbina hamiduna sadaqallahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu la ilaha illa allah. hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah, hana mshirika wake, ufalme ni wake na sifa zote njema ni za kwa ajili yake, na huyu ana kudra juu ya mambo yote. tunarejea kutoka safari, tunakiri kuhusu makosa yetu na tunasema kwamba sisi siku za usoni hatutatenda makosa. sisi ni wenye kumwabudu mungu wetu, wenye kuinama mbele yake na wenye kumhimidia mwenyezi mungu. kwa yakini amethibitisha ahadi yake kuwa kweli na amemsaidia mja wake na amemjalia ushindi zidi ya madhehebu yote. siku ya vita vya Badr, makafiri waliouawa maiti zao zilitupwa katika mashimo na visima. mtume alisema kwamba sifa zote njema ni za mwenyezi mungu ambaye alimzalisha abu jahal na akamwangamiza na akatujalia wokovu kutoka kwake.
maiti za makafiri zilipotupwa kwenye visima mtume alikuwa anazunguka visima vile ilhali maiti za makafiri zilikuwa ndani yake. abubakar alikuwa anataja jina la mtu moja moja na kumwambia mtume, na mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa anamhimidia mwenyezi mungu na kutoa shukurani. alikuwa anasema kwamba sifa zote njema ni za mwenyezi mungu ambaye alitimiza ahadi aliyonifanyia. maadui zake walipofikia mwisho wao, mtume salallahu alaihi wasallam hakuonyesha matendo ya namna fulani kwamba aonyeshe furaha fulani, bali yeye aliinama mbele ya mwenyezi mungu na akamshukuru mwenyezi mungu. kuhusu hiyo kuna riwaya zingine. katika riwaya moja inapatikana abdullah bin masud anasimulia kwamba siku ya badar nilikuja kwa mtume salallahu alaihi wasallam nikasema kwamba mimi nimemua abu jahal. mtume saa salam alisema, je, unaapa kwa mungu ambaye hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye? nikasema kwamba ndio, nimemua. mtume saa salam akarudia jambo hili mara tatu na akanitaka nisadikishe. kisha alisema kwamba mungu ni mkubwa kuliko vote, sifa zote njema ni za mwenyezi mungu ambaye ametimiza ahadi yake na akamsaidia mja wake na akamjaalia ushindi zidi ya makundi yote ya adui zake. mtume alisema kwamba nionyeshe maiti yake. tulikwenda mbele. mtume alipoona akasema kwamba huyu ni firauni wa umati huu. katika riwaya moja inapatikana kwamba mtume salallahu alaihi wasallam siku ambapo alijaaliwa bishara kuhusu kichwa cha abu jehel, yani ye amekufa, akaswali raka mbili. katika riwaya moja imeelezwa hivi, abu ishaq anasimulia kwamba siku ya badri mtu alipoenda kwa mtume pamoja na taarifa ya mauaji ya abu jehel, mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza mara tatu kwa kiapo cha allah kwamba kwa kweli wewe umemwona abu jahal akiwa amekufa? huyu akala kiapo mbele ya mtume. hapo mtume akafanya sijda. katika baadhi riwaya inapatikana kwamba akasujudu zaidi ya mara moja. wakati wa ushindi wa makka mtume alitoa shukurani za mungu. riwaya zinapatikana. ibni umar anasimulia kwamba siku ya ushindi wa makka mtume salallahu alaihi wasallam alisimama kwenye ngazi ya kaaba na kisha akamhimidia mwenyezi mungu na akaeleza sifa zake na akasema kwamba alhamdulillahi lazi sadaka wadahu wa nasara abdahu wa hazama alahzaba wahdahu. sifa zote njema ni za mwenyezi mungu ambaye alitimiza ahadi yake kuwa kweli na akamsaidia mja wake na akashindisha majeshi yote akiwa peke yake. katika riwaya moja ya bukhari inapatikana abdurrahman bin abilala anasimulia kwamba hakuna mtu aliyetusimulia ambaye awe amemwona mtume sasa akiswali sala ya chasht isipokuwa umehani. riwaya kuhusu sala ya chasht zinazopatikana anasema kwamba sisi hatukupata riwaya yote isipokuwa riwaya moja ya umehani. anasimulia kwamba nabii salallahu alaihi wasallam siku ya ushindi wa makka alikuja katika nyumba yake na akaoga na kisha akaswali raka 8. anasema kwamba mimi sikuwahi kuiona sala nyepesi zaidi kuliko ile. alikuwa ameswali sala nyepesi lakini aliswali raka 8 na sio maana kwamba alifanya rukuu na sida haraka haraka, bali sala yake hii ilikuwa kama ni sala zetu ndefu. mwandishi mmoja wa sira ameeleza tukio hili. anasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa ameswali raka hizi 8 kama shukurani kwa sababu ya yale ambaye mungu alikuwa amemjaalia siku ile. hata anas anasimulia kwamba mtume alipoingia maka mukarama watu wakaaja kumwona kwa sababu ya unyenyekevu na hisia za kutoa shukurani. kichwa chake kilikuwa kinagusa kiti cha ngamia. alikuwa katikati ya watu. alisema kwamba allahumma innal aisha aishul akhira, e allah, kwa yakini maisha halisi ni maisha ya akhira. hat masihe maud anasema kwamba shani hii ambayo waja maalum na makhsus wa mungu wanajaaliwa inakuwa na rangi ya unyenyekevu na uluvu ya shetani imechanganywa na kibri. muone nabii wetu salallahu alaihi wasallam aliposhinda makka aliinamisha kichwa chake na akafanya sijda
kama ambavyo alikuwa anafanya sijda katika siku za shida katika Makka alipokuwa anapingwa na kuuziwa. Alipoona kwamba mimi nilikuwa nimetoka kutoka hapa katika hali hii na nimerudi katika hali hii, moyo wake ulijaa na hisia za shukurani na alifanya sijda. dua yake moja inapatikana katika riwaya sahih Muslim kwamba wakati wa hajatulwida nabii sallallahu alaihi wasallam alipozunguka Safa na Marwa alifanya tawafu au alinuia kufanya. Alianza kutoka Safa, alipanda juu yake hadi akaona Baitullah na akaelekea upande wa kibla na akamhimidia Mwenyezi Mungu na akaeleza ukubwa wake na alisema kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah. Huyu ni mmoja, hana mshirika, ufalme ni wake, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu. Huyu ana kudra juu ya kila kitu, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah. Huyu ni mmoja, ye ametimiza ahadi yake na akamsaidia mja wake na akashindisha majeshi akiwa peke yake. Kisha katikati alifanya dua hii na katika hali ya dua alirudia maneno hayo mara tatu. Had Ali kuna riwaya moja inapatikana hivi, Bara bin Azib anasimulia kwamba mwaka wa 10 hijra Mtume sallallahu alaihi wasallam alipompeleka Ali kwenda Yemen na kabila Hamdan walikubali Islam. Hat Ali alimuindikia Mtume sallallahu alaihi wasallam barua kuhusu taarifa ya kusilimu kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposoma barua ile akafanya sijda na akasema kwamba iwe salam juu ya Hamdan, iwe salam juu ya Hamdan. Alieleza mara mbili kuhusu sijda za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusu kutoa shukurani. Riwaya inapatikana hivi, imesimuliwa na Abu Bakra. Nabii sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapokea jambo fulani ambalo lilikuwa linamfurahisha au linakuwa sababu ya furaha, alikuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu na alikuwa anafanya sijda. kuna riwaya nyingine, Anas bin Malik anasimulia kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alijaaliwa bishara kuhusu jambo fulani, alifanya shukrani, alitoa shukrani na akafanya sijda. Waumini wamejaaliwa habari njema na Mwenyezi Mungu na namna ambayo mtume alizihirisha hisia za shukrani. Kuna riwaya inapatikana hivi, Abdurrahman bin Auf anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nje na akaelekea upande wa mahala pa sadaka, kisha akaenda ndani na akaenda kufanya sijda na akasujudu kwa muda mrefu mpaka nikapata zana kwamba Mwenyezi Mungu labda amemfisha. Mimi nikaketi karibu yake. Mtume akainua kichwa na akasema, huyu ni nani? Nikasema kwamba Abdurrahman. Akasema, kuna nini? Nikasema, ya Rasulullah, wewe umefanya sijda ndefu sana hadi nikapata wasiwasi kwamba labda Mwenyezi Mungu amekabizi roho yako, yani wewe usiwe umefariki dunia. Mtume alisema kwamba Jibrail alinijia na yeye amenipatia habari njema kwa kusema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba mtu yote ambaye atakusalia mimi nitashusha rehema juu yake, na mtu ambaye atakutumia salamu mimi nitamtumia salamu. Na hapo mimi nikamshukuru Mwenyezi Mungu ili kutoa shukurani, na sijda hii ilikuwa ni kama kutoa shukurani, ndiyo maana nikasijudu kwa muda mrefu. Abu Bakr anasimulia kwamba ye alimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu alipokuja kwa Mtume pamoja na habari njema ambaye alikuwa ameleta taarifa kuhusu maadui zake. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwa Aisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama na kisha akafanya sijda. Amr bin Shuaib anasimulia kutoka kwa baba yake na huyu anasimulia kutoka kwa babu yake kwamba wao walimsikia Mtume sallallahu akisema kwamba sifa mbili zikipatikana kwa mtu, Mwenyezi Mungu anaandika
kama huyu ni mwenye kufanya subira na mtoa shukurani, na zisipopatikana mungu hamwindiki. Jambo la kwanza ni hili kwamba mtu ambaye katika swala dini amwone huyu ambaye awe wa juu na amfuate yeye katika swala la dini, amwone na kisha aone kwamba mimi pia nimfuate na niweze kufiki daraja yake. Huyu atakuwa mwenye kufanya subira na mwenye kutoa shukurani. Sharti la pili ni kwamba mtu katika mambo ya dunia amwone mtu aliye chini yake na kisha amhimidie mwenyezi mungu, atoe shukurani ya mwenyezi mungu kwamba mungu amenijalia na amenipatia ubora juu ya mtu huyo. mwenyezi mungu anaandika jina lake katika watu wanaofanya subira na wanaotoa shukurani. na mtu ambaye akiona katika swala dini mtu ambaye awe chini yake na katika mambo ya dunia aone mtu ambaye awe wa juu, kisha asikitike kuhusu kitu ambacho amekosa, mwenyezi mungu haandiki jina lake katika wale wanaosubiri na wanaotoa shukurani. abu huraira anasimulia kwamba mtume sasa alisema kwamba nini muone wale ambao ni chini yenu na msiwaone wale ambao ni juu yenu, na nini msi yani kwa maswala ya kidunia muone chini na kisha mumshukuru mungu, mungu amewajaalieni. hata ibn abbas anasimulia kwamba mtume sasa alisema vitu vinne vipo ambavyo mtu akijaaliwa basi awe atakuwa amejaaliwa mema ya dunia na akhira: moyo wenye kutoa shukurani, ulimi wenye kumkumbuka mwenyezi mungu wakati wa majaribio, mwili wenye kuvumilia shida, na mke ambaye katika swala la heshima na utakaso asifanye hiana na mume wake. vitu hivi vikipatikana kwa mwanadamu basi anajaaliwa kheri. hata abu huraira anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, e abu huraira, jitakase nafsi yako, utakuwa mwenye kufanya ibada zaidi kuliko watu wote, na urizike kwa yale uliyo nayo, utakuwa mwenye kutoa shukurani kuliko watu wote. hivyo kanaat pia inamsaidia mtu kumshukuru mungu, na upende kwa ajili ya watu yale unayopenda kwa ajili yako, utakuwa muumini. na yule ambaye ni jirani yako ukae naye kwa wema, utakuwa muislamu. na usicheke sana, kwani kucheka sana kuna fisha moyo. yani mtu anapaswa kuinama mbele ya allah kisha aelekee kwa mungu, afanye maombi. mwenyezi mungu atujalie kufuata amri za mtume sallallahu alaihi wasallam. kuhusu tabia ya mtume saa salam ya kutoa shukurani na kumkumbuka mwenyezi mungu, hata aisha anaeleza riwaya moja kwamba nabii karim sallallahu alaihi wasallam katika muda wake wote alikuwa anamkumbuka mwenyezi mungu. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka mifano ya hali ya juu ya hulka zake mbele ya umati, na ametusihi mwenyezi mungu atujalie kufuata nasaha zake. jambo la pili ambalo kwa kifupi ningependa kusema kwamba ijumaa ijayo inshallah jalsa salana ya jumuiya ya ahmadia uingereza inaanza. mufanye dua mwenyezi mungu aibariki jalsa hii na atuweke katika uhifadhi wake. msimu ni wa joto sana, kwa sababu ya joto kali kuna hatari za aina aina. mwenyezi mungu atusalimishe na athari mbaya. na wanaotoa huduma saa nyingine wanalazimika kutoa huduma katika joto kali, hivyo mwenyezi mungu awajalie taufiki ya kutekeleza wajibu wao. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر